Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! The government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Yes, David Otieno, habari ya asubuhi? Nzuri sana bana. Uko namna gani? Nashukuru, hapa ni Mvita FM, Baraza la Mvita. Naam. Yes, na najua umekuwa ukifuatilia kwa karibu ndoa ya Kenya Kwanza na ODM. Bila shaka. Na sasa mwaka umekamilika juzi, nafikiri last week over the weekend, tarehe 7. Ilikuwa nafikiri ilikuwa Saturday sorry. Ndio. Yes, na sasa wahenga hawaamini, mwenye macho anaambiwa tazama hii leo. Mwenye macho hawaamini anaambiwa tazama. Unaweza kusema nini kuhusu hiyo ndoa sofa mwaka mmoja? Nafikiri tukiangalia na macho ya siasa. Yes. Ilikuwa ni njia tu ya wanasiasa kuja pamoja ili kupeana sababu kwa wananchi kwamba hatujakuja pamoja kwa minajili ya matumbo yetu. Yes. Bali tumekuja pamoja kufanikisha au kuchochea maendeleo miongoni mwa jamii na kuleta jamii zote pamoja, kwa sababu Kenya imekumbwa na changamoto za ukabila. Yule ambaye amepata anakula na wenzake. Wow. Kosa anasalia nje ya serikali na kuteseka na kuteswa na serikali. Kwa hivyo wakati kikosi chake Raila Amolo Odinga mwenda zake, yes, ndio kwamba ni sharti wajiunge na serikali angalau nao pia wapate japo tabaruk. Yes. Njia mojawapo ya kuweza kuelewesha Wakenya kwamba hawajakwenda pale kwa minajili ya pengine tunasema kwa lugha ya Kimombo their personal interest au maslahi yao wenyewe, ni lazima wangekuja na kitu ambacho kingewaunganisha kama ndoa. Yes. Japo ndiposa wakaunda jopo ambalo likatoa mapendekezo ya agenda 10 kwa maana 10 point agenda. Yes. Lakini ukiangalia kwa kina 10 point agenda kufikia sasa hakuna hata moja ambayo imeweza kutimizwa. Yes. Hiyo ni ishara kwamba mapendekezo hayo hayakuwa ya msingi au hayakuwa ya kufanikisha yale ambayo yalikuwa yatajika. Ndiposa baadhi ya vigogo waliokuwa wakionelea kwamba ndoa hii tayari imeingia doa, yes, haiwezi likamudu, wakapinga vikali hatua hiyo. Na Raila pia kwa uwezo wake, aliona kwamba ili Wakenya waamini kwamba kuna jambo ambalo tunafanya leto, wacha tuweke tarehe ya mwisho wa mkataba huu. Ndiposa wakachagua kwamba mkataba huu utakwenda mpaka hadi mwaka mmoja, kwa maana miezi 12. Na ilipotimia mwezi 12 ilivyotarajiwa na Raila Amolo Odinga kabla kifo chake, yes, ilionekana kwamba hakuna hata moja ambalo limeweza kutendeka. Ndiposa wakasema basi kama haijatendeka kitu, wacha tuvunje mkataba kwa wajibu wa sheria na jinsi tulivyoelewana. Lakini pia kisiasa pia wanasema manake ukisikia wale ambao wanafunga mkono kiongozi wa chama cha ODM kwa sasa, kama gavana wa hapa Busama Sharif Nasir, yes, anasema kwamba hakuna haja tuvunje mkataba huu au tutupulie mbali kwa sababu muda wake umekwisha. Kikuu ilikuwa ni tulikuwa tumeweka makubaliano haya ili tuweze kunusuru jamii au Wakenya. Yes. Sasa swali litabakia kuwa kwa mwaka mmoja hamjafanya lolote. Je, mtafanikisha siku kadhaa ambazo zimesalia ili tuingie katika uchaguzi? Yes. So ni ndoa ambayo iliweza kulazimishwa ili kupambaza wazazi. Unasema mke alilazimisha kuingia kwa ndoa.
Ni kama ile hali ya halisi ya maisha ni kwamba mtoto tayari ametiwa mimba. Sasa lazima olewe. Mzazi sana mlazimisha olewe na yule mtu, kumbe yule mtu hakuwa tayari katika ndoa. Yes. Sasa inaonekana kama upande wa serikali hakuwa tayari kutimiza yale ambayo walikuwa wanalenga kufanya. Na upande wa upinzani pia ulikuwa unataka kuonesha Wakenya kwamba hatujakwenda kwa sababu sisi tuna njaa. Tumekwenda kwa minajili yenu, kwa sababu pia ukiangalia chama cha ODM ni chama ambacho kiliundwa kwa misingi ya kutetea wananchi. Kwa maana ya People's Movement. Ndiyo. Lakini David, nafikiri tume ambayo iliweza kuundwa ili kuangazia masuala haya inakula pesa ya wananchi. Tayari jipo kazi ambalo liliundwa lilimaliza kazi yake, likapitisha mswada, mapendekezo yakatolewa, ajenda 10 zikachapishwa, Raila akatia sahihi. Kwa hivyo kazi zao ziliisha wakati ule ambapo Raila alitia sahihi na Rais William Ruto. Kwa sasa nitasema kwamba ni document ambayo sasa hivi haina nguvu kwa sababu imewekwa katika ofisi za wao wawili. Na kazi hii ilikuwa tu hiyo document iweze kutekelezwa. Hakuna jambo ambalo linaendelea kufanya kazi, manake kazi ilikamilika punde tu Raila alipotia sahihi na rais wa Jamhuri ya Kenya. Naam. Sasa leo wanakuja kutuambia nini? Wamefanya nini? Nafikiri si jambo la wananchi kusubiri kutoka kwao kwamba wamefanya nini, kwa sababu yale kati ya mapendekezo ambayo yalikubaliwa kwenye agenda ni kwamba counties ziweze kupata angalau mgao kutoka kwa serikali kuu kwa zaidi ya 15% kuendelea. Hayo hayakutimia wakati serikali kuu ilikuwa inatoa mgao kwa serikali za ugatuzi. Ya pili kwamba Wakenya waache kupotea kwa kiolela. Hayo yaliendelea. Abduction ndio ilikuwa part of. Kulikuwa na pia na masuala ya abduction na nini. Bila shaka ndio haya ambayo yanazungumzia kwamba Wakenya wasije wakachukuliwa tu kiolela na kupotezwa. Na mambo hayo bado yalienda kushuhudiwa. So kwa hivyo mambo mengi ambayo yalijadiliwa katika zile ajenda 10 kati ya Raila na rais wa sasa, hakuna hata mmoja ambaye ameweza kutimia. Kwa hivyo ni tunasema kwa kizungu kwamba it was a long con. Lakini alikon nani? Mwananchi. Nani anatetea mwananchi? Ni hawa wanasiasa ambao wana kila mtu sasa hivi amejipanga, manake tunakaribia uchaguzi. Sasa utakuta mtu ambaye anasema siwezi jipanga na mwananchi manake nishamdanganya, wacha nijipange na serikali. Na mwingine anasema mimi nitasalia na wananchi maana mimi nilikuwa mmoja wapo ambao niliweza kupinga vikali ndoa hii. Na mmoja wao ni katibu wa chama cha ODM ambaye kwa sasa ni katibu tu kwa wajibu wa sheria, lakini chama tayari kimempa talaka. Yes. Lakini David, wanasema tuna Talanta Stadium. Makubaliano hayo hayakuzungumzia Talanta Stadium. Tutoke katika makubaliano ndoa. Mwananchi, nani anatetea mwananchi? Kwa sababu unaangalia kila siku 50 billion ya SHA imeenda, 11 billion imefanyika nini, Talanta imekula 11 billion zaidi na nini. Nani anatetea mwananchi? Because unapata shida za mwananchi, wanafunzi capitation, yule anaenda hospitali, shida zake zako zinaweza kungoja, lakini budget ya Ikulu inafaa iongezewe. Hiyo ndio muhimu zaidi. Na changamoto kuu kwa utawala wa sasa ni kwamba utawala huu ulikuja kabla hujajipanga, kwa sababu ulikuja na jambo la kwanza ambalo liliweza kufanya ni kunyakua bunge na kuiteka. Kwa hivyo na katiba yetu ya Kenya inampa nguvu bunge kufanya chochote kile, maana kumbuka bunge lina majukumu matatu muhimu. Kazi ya kwanza ni kuangazia au kufanya unyapara kwa maana ya oversight. Kazi nyingine ya maana sana ni kuunda sheria. Ndio.
na kazi ya maana zaidi ambayo umeuliza swali kuhusu ni kuwakilisha mwananchi. Yes. Sasa unapokuwa na serikali ambayo imeiteka nyara bunge, inamaanisha kwamba wananchi watakosa kuwakilishwa kikamilifu. Na ndipo utaona kuna sakata chungu nzima, lakini hakuna hata moja ambayo itasemekana kwamba bunge limejadili likatoa mapendekezo, mtu ametolewa ofisini kwa maana impeachment, au hata mahakama imefanya kazi ipasavyo, kwa sababu pia mahakama inafanya juhudi zake kila kukicha kuhakikisha kwamba kipengele 48 cha katiba kinazingatiwa. Lakini upepo wa siasa ni mwingi mno mpaka watu unawapiga idara ya mahakama. Kwa hivyo yule ambaye wa kulaumiwa pakubwa ni bunge, na bunge la kitaifa, hata sio bunge la seneti. Hususan ni bunge la kitaifa. Kwa hivyo utakapopata bunge ambalo linajielewa, kama ndakupa mfano bunge la 8, bunge ambalo tulikuwa na kama James Orengo, Martha Karua, kama unakumbuka wakati ule pia Raila Odinga alikuwa kwenye bunge hilo, na Paul Mwite walikuwa katika bunge hilo. Lilikuwa ni bunge ambalo lilikuwa linaangazia pakubwa masuala ya wananchi. Niposa hata utawala wake rais wa 3 Mwai Kibaki ilikuwa utawala wa kupigiwa mfano mpaka leo. Lakini bunge la sasa limetekwa nyara, ni kama limekuwa kwenye ndoa na serikali. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana mwananchi kwa kawaida kuweza kutetewa, kwa sababu yule mtetezi wake tayari amenyongwa, na unajua ukinyongwa nguvu unakuwa unakosa, sasa hauna la kufanya. Okay, asante sana David. Shukrani. All right.